Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Huyu ni miongoni mwa viongozi wanaozungumzwa zaidi kwa sasa barani Afrika na hata ulimwenguni kwa ujumla wake. Afrika ni bara lililobarikiwa kila rasilimali ambazo zingeliweza kulifanya bara hili kuwa tajiri kuliko bara lolote ulimwenguni. Lakini Waswahili wana msemo unaosema mwenye kuni hula vilivyoiva na tajiri hula vitamu. Msemo huu una nafasi barani Afrika, kwani tungeweza kula vilivyoiva na hata vitamu kwa wakati mmoja. Ila wahenga hao wana msemo unaosema upele humuota asiye na kucha. Burkina Faso ni miongoni mwa mataifa yanayopatikana magharibi mwa Afrika, miongoni mwa mataifa ambayo yana maisha duni kwa wakazi wake, yaliyotawaliwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na hata migogoro ya kisiasa na kukosa uongozi thabiti kwa muda mrefu ama miongo kadhaa. Katika siku za hivi karibuni, taifa hilo limeuonyesha ulimwengu kuwa kucha zimeanza kuwaota na Afrika sio dhaifu kwa watu wake, bali watoka nje wanatuona Afrika ni dhaifu kwa sababu zao wenyewe na makusudio ya kuwaumiza wa Afrika. Wa Burkina Faso wameamua jambo lao na kulisimamia kwa dhati. Na siku zote jamii ya watu hunufaika na kufanikiwa kutokana na kiongozi bora anayeamini kwenye miongozo sahihi iliyowekwa na watu anaowaongoza. Captain Ibrahim Traore sio jina geni miongoni mwetu. Huyu amekuwa akiamini mabadiliko ya maendeleo ya mtu mweusi kwa njia ya vitendo na kupinga maendeleo feki yanayokuja Afrika chini ya mwamvuli wa ukoloni mamboleo. Kupitia imani hiyo amekuwa kipenzi cha Waafrika wengi, lakini pia amekuwa gumzo miongoni mwa mataifa ya kibepari, hasa kwa matamko yake kuhusu Burkina Faso na Afrika kwa ujumla wake. Taifa hili la Burkina Faso wamekuwa wakipitia mabadiliko ya dhati na makubwa ya kimaendeleo yakiwa yamedhamiriwa chini ya Kaptani Ibrahim Traore, shujaa anayeimbwa kila kukicha. Leo nimeona nikusogezee mambo kadhaa makubwa aliyoyafanya nchini mwake toka mwanzoni tu mwa mwaka huu 2025 kwenye harakati za kulikomboa taifa hilo na watu wake dhidi ya ukoloni mamboleo. Mwanzoni tu mwa mwaka huu, Captain Ibrahim Traore alitangaza mabadiliko kwenye mahakama zote nchini humo, akiamini kesi ya wa Burkina Faso inapaswa kufuata hukumu kwa mujibu wa tamaduni zetu za bara la Afrika. Traore alianza kwa kubadili mavazi kutoka kwenye joho jeusi mpaka nguvu ya heshima ya kitamaduni inayotambulika kama sare ya watu wa sheria nchini humo, na pia akafuta wigi jeupe la majaji na kutangaza kofia maalum yenye asili ya nchi hiyo kuwa sehemu ya mavazi ya majaji. Rais Ibrahim Traore alitangaza pia kufuta gharama zote za uzazi kwa kina mama wajawazito nchini humo. Kujifungua bila malipo kwa akina mama wote nchini Burkina Faso. Leo natangaza enzi mpya ya matumaini na huruma katika taifa letu. Kuzaa ni muujiza na hakuna mwanamke anayepaswa kukabiliana na mzigo wa kifedha wakati akileta maisha mapya duniani, alisema Rais Ibrahim Traore. Lakini ningeweza kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo anayafanya na yale ambayo yanafanya Waafrika wengi wazidi kumpenda zaidi. Nimaliza na hili kubwa kwa leo. Burkina Faso hivi sasa wamedhamiria kwelikweli kuingia kwenye soko la ushindani wa kiteknolojia. Baada ya muda mfupi, pengine tukaliona taifa hili likiwa haliagizi tena magari kutoka nje ya nchi hiyo, mara baada ya rais wa nchi hiyo kuzindua kampuni ya magari ya umeme yanayotengenezwa nchini humo. Itawa. Hili ni jina la kampuni ya magari ya umeme yanayotengenezwa nchini Burkina Faso yaliyozinduliwa mwaka huu na Rais Ibrahim Traore, ikiwa chini ya wahandisi wazawa. Wakati Elon Musk akisumbua ulimwengu kwa uvumbuzi wa magari ya umeme yanayofahamika kwa jina la Tesla, basi barani Afrika na hasa Burkina Faso, Itawa wamejibu mapigo kwa kuzindua magari ya umeme wanayotengeneza ndani ya nchi hiyo ya Burkina Faso. Zingatia, hawa sio wa China wala wa Japani, bali ni wazawa wa nchi hiyo
walichagua kufanya kazi kwa dhati. Dunia ilishangazwa sana na hatua hii kubwa iliyopigwa na taifa la Burkina Faso kwenye teknolojia hiyo ya magari ya umeme. Captain Ibrahim Traore, huyu ni mfungwa njia wa dhati asiyejali miiba wala vichaka, wanyama hatari na hata giza lililopo mbele yake. Yeye amebaki kwenye maono ya kumkomboa mtu wa Burkina Faso kutoka kwenye minyororo ya utawala wa kikoloni, akianza kwa kukomboa watu wake kwa njia ya kifikra na kutoa nafasi ya kujitawala wenyewe, hasa kwenye zama hizi za sayansi na teknolojia. Makala hii fupi imeandaliwa na Ben Kashililika. Mimi ni Mbushi Kwilasa. Asante na kwaheri.